Kuna watu wamekubali maisha yao kutumiwa na milki za giza. Si kila rafiki ni rafiki. Kuna marafiki wamebeba uharibifu wa giza nyuma. Ni lazima uwe na jicho la kuona. Ni lazima uwe na signal za mbinguni zinazokuambia huyu mtu ni wa hatari. Huyu mtu amebeba uharibifu. Huyu mtu anatumiwa na malango ya kuzimu. Kuna mtu ukikaa naye mambo yanaharibika. Kuna mtu ukiambatana naye ndiyo vita zinainuka. Kwa nini? Amebeba uharibifu nyuma. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Roho Mtakatifu ni informer. Kuna taarifa ambazo yamkini kuna kitu kinaendelea. Roho Mtakatifu huwa analeta taarifa. Lazima kuwe na connection. Lazima uwe na sikio la kusikia akikwambia. Poteza vyote, usipoteze Roho Mtakatifu. Achwa na wote, usiachwe na Roho Mtakatifu. Kataliwa na watu wote, Mungu asikukatae. Vitu vyote vikiisha, ukiwa bado una Mungu, vitu vitakuja tena. Mungu ni chemichemi ya uzima. Mungu akiwa bado yuko na wewe, bado watu watakuja wengine wapya. Mungu atakuinulia watu wapya. Mungu atainua mambo mapya kwenye maisha yako. Poteza vyote. Roho Mtakatifu akiwepo enzini, kuna mambo yatazaliwa tu. Biblia inasema hivi, kuna tumaini hata kwa mti uliokatwa, maana utafanyaje? Utachipuka tena. Kuna mambo adui anayatumia kuleta vita kwenye maisha ya watu. Si kila jitu kubwa linalokutisha ni kubwa na linaweza kuua. Si kila ukuta ndio mwisho wa maisha yako. Nataka nikwambie, Mungu, Biblia inasema yeye hutoa mito ya maji jangwani. Kwa maana nyingine, mahali ambapo panaonekana ni mwisho, mahali ambapo panaonekana haiwezekani tena, hapo ndipo Mungu anaanzia. Yeye hutoa maji mwambani. Ni mwisho gani umefika kwenye maisha yako asubuhi ya leo? Ni jambo gani limeyatesa maisha yako mpaka unafika kiwango unataka kukata tamaa, unataka kurudi nyuma? Ni matukio gani yaliyokutokea? Haijalishi hasara, haijalishi miaka ulioishi adui akiwa amekuonea. Nataka nikwambie, yeye urejesha miaka iliyoliwa na tunutu na madumadu na papare.